Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji ambaye mpenda kheri, ni kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa DYCC Chang'ombe, ambapo mashindano ya 13 ya tahfidhul Qur'ani kwa wamama watu wazima yanafanyika katika ukumbi huu. Na siku ya leo mgeni rasmi ni Mheshimiwa Mama Siti Mwinyi ambaye ndio tutakuwa naye hapa. Kumbuka kwamba haya ni mashindano ya 13 kuandaliwa na taasisi ya Ummul Muminina chini yake Sheikh Samata ambaye tuko naye hapa, lakini kwa uchache utajua tu mafanikio yake toka ameanza mpaka sasa yakoje. Mimi ni ripota wako Sheikh Mungia, nyuma ya kamera niko crew nzima, yuko Jafari, yuko Heri, lakini bila kumsahau Wadhi, kwa pamoja tukishirikiana. Msimamizi wa haya ni Abeid Ramadhani Mbonda. Twende kwa pamoja, mashindano 13 ya tahfidhul Qur'an kwa wamama watu wazima. Mtazamaji, kama vile ambavyo nimekuambia, ni mashindano ya 13 ya tahfidhul Qur'an kwa wamama watu wazima. Tuko na mratibu hapa Sheikh Samata. Haya ni mashindano ya 13, labda utofauti ukoje kila hatua zinavyokuwa zinakwenda toka hatua ya kwanza mpaka hii hatua 13? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Utofauti unatokana na ongezeko la idadi ya washiriki, kwa sababu kila mwaka wanavyozidi kwenda hamasa inazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunapokea washiriki wengi, hususan Dar es Salaam, lakini hata mikoani tunapata simu nyingi kwamba nao wanahitaji kushiriki. Kwa hiyo utofauti ni kwamba kila siku hamasa inaongezeka, na sisi hilo ndio lengo letu, kuwapa hamasa kina mama wahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, wasijihisi kama wao hawawezi, wakiwezeshwa wanaweza. Lakini tofauti nyingine ya pili ni ukuaji wa mashindano. Alhamdulillah, toka tulipoanzia mpaka hivi sasa si haba, tuna mabadiliko ya hapa na pale ambayo nafikiri watu ni mashahidi, wanayaona na wanayashuhudia. Lakini tofauti nyingine ni kwamba maongezeko ya juzuu. Toka tulianza from nothing, yani juzuu moja, juzuu mbili, lakini leo huu utakuwa ni mwaka wa pili kuwashirikisha kina mama waliohifadhi juzuu 30. Mwaka jana tulianza, mwaka huu ni mwaka wa pili wanashiriki kina mama juzuu 30. Tulivyoanza huko tuliyakuwa tunaleta kidogo mpaka tulipofikia hapa. Kwa hiyo mabadiliko yako mengi, kwa kifupi ni hayo kwa sasa. Wamama kidogo wanakuwa waoga kwenye majambo kama haya ya usomaji wa Qur'an. Labda unawatengeza vipi mpaka sasa umeshaweza kwamba huu ni mwaka wa pili kwa juzuu 30 sasa zinasomwa na kina mama watu wazima? Nafikiri ndiyo sababu hasa ya kuanzisha mashindano haya, kuondoa uoga, kwa sababu walikuwa kweli ni waoga. Yani mtu anafikiria mimi naweza nikakaa pale nikasoma, ni kitu ambacho kumbe kinawezekana. Sisi ndio hata tulivyoanza kila mmoja alikuwa anahisi mimi nitaweza kweli, nitaweza. Lakini tulivyoanza tu mwaka ule kila mmoja sema na mimi mwakani nataka kushiriki. Ule uoga ushaondoka, ni kwa sababu watu wanafanya. Kwa hiyo kila siku tunavyozidi kwenda na wanavyozidi kushiriki na ule uoga unatoka yani. Kwa hiyo sasa hivi kuna watu ambao wameshiriki mashindano haya zaidi ya miaka 6. Tayari ni watu wazoefu yani, haogopi ile kukaa mbele ya watu 100, 1000 akawa anasoma. Nikushukuru sana. Asante sana. Ni mratibu huyu wa mashindano haya tahfidhul Qur'an, Ustadh Samata, akihitimisha hivyo kwamba ni mashindano 13 ya tahfidhul Qur'an, ikiwa huu ni mwaka wake wa pili kuwashirikisha wamama watu wazima juzuu 30. Mpenda kheri, mama yangu, dada yangu, nafasi ni hii. Ummul Muminina Aisha Foundation ndio anayafanya haya. Mimi ni ripota wako Al-Habib Sheikh Mungia, baby face, sura ya kitoto. Endelea nisikilize.